Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia Mtume, utuombee. Mwenye heri Irene Stefani Nyanda, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa takatifu Alhamisi katika oktava ya Pasaka. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 hadi 26. Walimuua mtoaji wa uzima, lakini Mungu amemfufua kutoka katika wafu. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile baada ya Petro na Yohane kumponya kilema aliyeponywa, alifuatana nao. Watu wote wakawa wakimbilia kwa mshangao katika ukumbi wa Sulemani. Petro alipoona hayo, aliwaambia, enyi watu wa Israeli, mbona mnastaajabia hayo? Mbona mnatukazia macho kama kwamba sisi kwa nguvu zetu au kwa ukamilifu wetu tumemwezesha huyu kutembea? Mungu wa Abrahamu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, ametukuzwa Yesu mtumishi wake, mliyemsaliti ninyi na kumkana mbele ya Pilato alipotaka kumfungua. Ninyi lakini mlimkana mtakatifu mwadilifu, mkadai mfunguliwe muuaji. Mlimuua mtoaji wa uzima, lakini Mungu amemfufua katika wafu. Sisi ni mashahidi wa mambo hayo. Na kwa kuwa mtu huyu mnayemwona na kumjua aliamini kwa jina lake limemuimarisha na imani ipatikanayo kwake imempa huyu afya mzima mbele yenu nyote. Haya ndugu, najua ya kuwa mlitenda hayo kwa kutojua, sawa na wakubwa wenu, lakini kwa namna hii Mungu alitekeleza aliyotangaza tangu zamani kwa vinywa vya manabii wote, ya kwamba Masiya wake atateswa. Basi tubuni na kuongoka, mpate kufutiwa dhambi zenu, ili nyakati za raha ziji kutoka kwa Bwana, na amtume yeye aliye tayari kuja kwenu, ndiye Kristo Yesu. Huyo yampasa kuhifadhiwa mbinguni mpaka nyakati za kutengenezwa vyote upya alivyotangaza Mungu kwa vinywa vya manabii wake watakatifu tokea zamani. Kwa maana Musa alisema, Bwana Mungu wetu atawainulieni nabii kama mimi katika ndugu zenu. Yeye msikieni katika yote anayowaambia, na asiyemsikiliza nabii huyo atafutwa katika jamii. Pia manabii wote tangu Samueli na wafuasi wake katika unabii walizitabiri siku hizi. Ninyi ni watoto wa manabii na wa agano ambalo Mungu aliwapangia baba zenu alipomwambia Abrahamu, vizazi vyote vya dunia vitabarikiwa kwa mzao wako. Hasa kwa ajili yenu Mungu amemfufua mtumishi wake na kumtuma kwenu, ili awabariki na kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 8 mstari wa 2, 5, 6 na 7, 8 na 9. Kiitikio ni mstari wa 2 a na b. Maneno ya kiitikio. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani ilivyo tukufu jina lako duniani kote. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani ilivyo tukufu jina lako duniani kote. Au haleluya. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani ilivyo tukufu jina lako duniani kote. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani ilivyo tukufu jina lako duniani kote. Ewe Bwana, Bwana wetu,
jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na mwanadamu nini hata umjali? Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Umefanya mdogo kidogo chini ya Mungu, umemvika taji la utukufu na heshima, umempa mamlaka juu ya kazi za mikono yako, umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Kondoo na ng'ombe wote, hata wanyama wa porini, ndege wa angani na samaki wa baharini, kila kiumbe kitembeacho njia za baharini. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Haleluya, haleluya, Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuifurahie na kuishangilia. Haleluya, 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 haleluya. Somo la Injili. Injili Luka sura ya 24 mstari wa 35 hadi 48. Ndivyo ilivyoandikwa ya kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu atafufuka kutoka katika wafu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako ee Bwana. Wakati ule wale wanafunzi wawili walisimulia yaliyowatukia jirani na jinsi walivyomtabua katika kuumega mkate. Walipokuwa wakiongelea bado mambo hayo, Yesu mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe nanyi. Katika mahangaiko na hofu yao, wakadhani wanaona mzimu. Akawaambia, mbona mnahangaika na kuona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu, ni mimi mwenyewe, muniguze na kuona, kwa maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Baada ya maneno hayo, aliwaonyesha mikono na miguu. Walishindwa bado kuamini kwa jinsi walivyofurahi na kushangaa. Basi akawaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hii ndiyo maana ya maneno yangu niliyowaambia nilipokaa bado nanyi, yaani lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika sheria ya Musa na manabii na Zaburi. Halafu akawafungulia akili wapate kuyafahamu maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu atafufuka kutoka katika wafu, na kwa jina lake ihubiriwe toba na maondoleo ya dhambi kwa mataifa yote, kuanzia Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo. Injili ya Bwana.
Sifa kwako, e Kristo.